Tehran imekanusha madai ya Marekani kwamba kuna mpango wa Iran kuwaua viongozi wakuu wa serikali ya nchini Marekani. Iran imepinga vikali tuhuma za waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio kwamba Tehran inapanga kuwaua maafisa wa Marekani, ikikosoa Washington kwa kujaribu kujionyesha kama mwathirika huku ikificha rekodi yake ya uhalifu wa kivita dhidi ya watu wa Iran. Wakati ambapo waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Bwana Marco Rubio akizungumza, amewaambia waandishi wa habari kwamba mpango wa Iran ni kuwaua maafisa wakuu wa Marekani, na hapa wanatajwa viongozi wakuu, na akimaanisha kwamba pengine ni kutokana na kulipa kisasi kwa mauaji ya kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran Ayatollah Al-Khamenei. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran Ismail Baqei amekemea vikali madai ya Marco Rubio kwamba Iran inadaiwa kupanga njama za kuwaua maafisa wa serikali ya Marekani, akiyataja madai hayo kama mfano mwingine wa juhudi za Washington za kupindua ukweli na kupotosha fikra za watu kuhusiana na uhalifu wake. Afisa huyo wa Iran amesema madai hayo yasiyokuwa na msingi yanaakisi mawazo ya mtu anayewatupia wengine matendo yake mwenyewe. Kila mtu anawafikiria watu wengine kwa mujibu wa imani yake, Baqei aliandika kwenye akaunti yake ukurasa wa X mnamo Jumatano, akisisitiza kwamba kujiridhisha kama mwathiriwa hakuwezi kuficha uhalifu wa kivita, mauaji ya kimbari na uhalifu dhidi ya ubinadamu ambao wameutenda dhidi ya taifa la Iran. Walimuua kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu, wakaua makamanda wengine wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Sasa wanadhani wa Iran wanataka kulipa kisasi juu ya kuwaua maafisa wao, anasema Ismail Baqei. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran Bwana Ismail Baqei ameongeza kusema hayo akijibu matamshi yaliyotolewa na waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio katika kikao cha bunge, ambapo mwanadiplomasia huyo mkuu wa serikali ya Washington alidai kuwa Iran inafanya mipango ya kuwalenga maafisa wa Marekani. Haya yanakuja wakati ambapo katika vita vya uchokozi dhidi ya Iran vilivyoanza Februari 28, muungano wa kijeshi wa Marekani na Israel uliungana na kumuua kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran pamoja na maafisa kadhaa wakuu na makamanda wa jeshi na maelfu ya raia wasiokuwa na hatia kote nchini. Na hivyo wakati huu Marekani inadhani kwamba pengine kuna mpango wa Israel kutaka kulipiza kisasi. Hata hivyo, moja kati ya kitu ambacho wa Iran wanasema sasa ni kwamba maadui wanaanza kurudi nyuma, na ni kutokana na namna ambavyo wa Iran walijipanga kwa ajili ya mapambano dhidi yao. Mohammad Bakir Kalibaf, spika wa bunge la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, amesema kuwa Iran kupitia umoja wa kitaifa umehakikisha inawarejesha nyuma maadui na kukata tamaa. Kalibaf alisema hayo wakati upatanishi wa Pakistan ukiendelea kuzielekea Tehran na Washington kwenye kukamilika hati ya mapatano lenye lengo la kuhitimisha hujuma ya Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Tumemrudisha adui nyuma katika vita vikubwa vya kihistoria, kama kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu alivyosisitiza. Jambo muhimu zaidi katika ushindi kwenye vita hivi ni mshikamano na umoja wa wananchi, anasema spika wa bunge la Iran. Ameongeza kuwa jambo lililomrudisha adui nyuma, kwa maana Marekani na Israel, ni sambamba na nguvu za kijeshi na utayari wa kulinda na kujihami kwa nchi kupitia vikosi vya ulinzi na uimara na umoja wa wananchi mbele ya Marekani na Israel, ambazo zilidhani zingeweza kuangusha utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran baada ya kuuawa kwa kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Al-Khamenei. Amesema jambo hilo limemrudisha adui, huku akiwashukuru wananchi, lakini pia akimshukuru kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu wa sasa Mujtaba Khamenei kutokana na ujumbe wake mzito anaoutoa, ujumbe ambao unatoa tishio kubwa kwa watu wa Marekani na Israel kujiona kwamba kumbe bado serikali ya Iran ipo imara na ina uwezo wa kufanya lolote na kukabiliana na hujuma zozote kwa wakati huu. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein.